Jiji la Nairobi lilipoamka jana asubuhi, hali ilikuwa tofauti kabisa barabarani na barabara zingine nyingi sana katika jiji hilo, ambapo zilionekana kuwa na msongamano wa watu ambao walikuwa wakitembea kwa miguu, huku pia vituo vya daladala maarufu kama matatu vikibaki bila magari ya kutosha, na mgomo wa madereva wa matatu uliotikisa maeneo mbalimbali nchini Kenya uliwacha maelfu ya wananchi wakihangaika kufika kazini, shuleni na kwenye shughuli zao za kila siku. Katika vurugu hizo za usafiri, hasira za wananchi zilianza kuongezeka taratibu, na wengine walazimika pia kutembea umbali mrefu sana, huku wakiendesha bodaboda na baadhi wakitumia magari binafsi, lakini pia wakitumia fursa hiyo kupandisha nauli mara baada au zaidi, kutokana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea kutokana na kukosekana kwa usafiri. Kilichokuwa safari ya kawaida kila siku ghafla kikageuka kuwa mzigo mzito kwa wananchi wa kawaida, ambao tayari pia wanakabiliwa na ugumu wa maisha kutokana na kupanda kwa gharama za bidhaa muhimu sana nchini Kenya. Lakini baadhi ya maeneo pia ligeuka kuwa ya taharuki baada ya wananchi kufunga barabara na kuchoma matairi, wakionyesha hasira zao juu ya hali yao ya maisha na changamoto ya usafiri. Lakini pia moshi mzito ulikuwa ukitanda barabarani, huku pia polisi wakilazimika kuingilia kati kutuliza vurugu hizo zilizokuwa zikizidi kushika kasi. Ni katika mazingira hayo ndipo ambapo leo, ikiwa ni siku moja tu baada ya mgomo huo na vurugu nyingi sana nchini Kenya, mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli nchini Kenya, EPRA, imetangaza mabadiliko mapya ya bei ya mafuta yaliyozua mjadala mkubwa miongoni mwa wananchi. Na kwa mujibu wa tangazo hilo, bei ya diesel imeshushwa kwa shilingi ya Kenya shilingi 10.06 kwa lita, huko mafuta ya taa yakiongezwa kwa shilingi ya Kenya 38.60 kwa lita, ambapo bei hizo mpya zitaanza kutumika kuanzia leo Mei 19 hadi Juni 14 mwaka 2026. Na katika marekebisho hayo, petroli sasa itauzwa kwa shilingi ya Kenya 214.25 kwa lita, diesel ikiwa ni shilingi ya Kenya 232.86, na mafuta ya taa yakiuzwa kwa shilingi ya Kenya 191.38 kwa lita. Ingawa kushuka kwa bei ya diesel kumeonekana kuwa faraja kwa baadhi ya sekta za usafirishaji, wananchi wengi bado wameendelea kuhoji hali na ugumu wa maisha nchini humo. Wengine wanaamini kuwa mabadiliko hayo yamekuja kuchelewa baada ya siku ya taharuki, maandamano na usumbufu mkubwa ambao ulishuhudiwa jana katika mitaa mbalimbali ya Kenya. Na utashuhudia pia miongoni mwa vurugu ambazo zimekuwa zikitokea Kenya ni pamoja na kuchoma moto baadhi ya magari, lakini pia katika baadhi ya taasisi za serikali zimeonekana zikishuhudiwa vurugu kubwa sana kutoka kwa wananchi maarufu kama Gen Z, ambao wamekuwa kiandamana kwa kiwango kikubwa sana kushinikiza kushuka kwa bei ya mafuta. Na utakumbuka moja kati ya watu pia ambao amekuwa mstari wa mbele ni mchekeshaji maarufu nchini Kenya, Eric Omondi, ambaye amekuwa akionekana mara kadhaa kwenye mitandao ya kijamii akiwa na makopo ambayo ameunganisha kwa mnyororo kwa kile ambacho anashinikiza kwamba bei ni kubwa sana, hali ambayo itasababisha maisha ya wananchi kuwa magumu zaidi, kwa sababu mafuta kipanda bei, basi bidhaa zingine zote nazo pia zitapanda bei, itakuja kuwa juu sana. Kwa hiyo Eric Omondi alikuwa anashinikiza serikali kwamba ishushe bei hizo, kitu ambacho anaona kama ni maumivu makubwa sana kwa upande wa wananchi. Lakini katika baadhi ya vituo vya daladala pia imeshuhudiwa madereva pamoja na kondakta wakionekana kucheza mpira, kwa maana kwamba wakigeuza sehemu hizo sasa kucheza mpira pamoja na kukimbizana kwa maana ya mbio, kufanya marathon, kwa kile ambacho amedai kwamba kazi hakuna tena kwa sababu mafuta yamepanda bei. Kwa hiyo imekuwa ikileta athari kubwa sana kwa upande wa wananchi wa Kenya, na hali hiyo pia imeshuhudiwa kwa kiwango kikubwa katika jiji la Nairobi. Haya, mtazamo wako ni upi kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea Kenya na EPRA nao pia kuweza kushusha mafuta kutokana na vurugu ambazo zimekuwa zikiendelea? Usiache pia kusubscribe kupitia channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV kwa taarifa zaidi.